Kenya inajiweka katika nafasi ya kuwa kitovu cha vita dhidi ya ufisadi barani Afrika, huku kituo cha utafiti na masomo kuhusu jinsi ya kupambana na ufisadi kikizinduliwa jijini Nairobi. Akizungumza katika mkutano wa 8 wa kila mwaka wa vyama vya Afrika vya halmashauri ya kupambana na ufisadi, mwanasheria mkuu Dorcas Oduor amesema kituo hicho kitaendesha sera za uvumbuzi unaotegemea ushahidi. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good morning. Jiji la Nairobi wiki hii limekuwa mwenyeji wa wajumbe kutoka bara Afrika ambao wanakongamana kujadili mikakati ya kupambana na ufisadi. Akizungumza katika mkutano huo wa taasisi za Afrika za kupambana na ufisadi, mwanasheria mkuu Dorcas Oduor alisema kwamba ufisadi unasalia kuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa katika mageuzi ya kiuchumi ya mabara na hauwezi kukabiliwa kwenye mipaka ya kitaifa pekee. The fight against corruption is therefore not merely a legal or institutional undertaking. It is fundamentally a development imperative. Every act of corruption diminishes public confidence in institutions. Every illicit financial flow weakens national economies. Every stolen public resource undermines the dignity and aspirations of our people. Hata hivyo, Oduor amesema Kenya imeimarisha juhudi za kupambana na ufisadi kupitia ushirikiano na sheria kama vile sheria ya mgongano wa maslahi na ile ya wauzaji mali mitandaoni zinashughulikia ufadhili wa kidijitali na ufichuzi tata wa mali. Corruption is constantly evolving, and our legal and institutional responses must evolve with it. Sustainable progress depends not solely on criminal prosecution, but on building resilient institutions that prevent corruption before it occurs. Uzinduzi wa kituo cha utafiti na masomo ya kupambana na rushwa barani Afrika jijini Nairobi unaashiria kilele cha mchakato wa miaka 4 ulioanza Bujumbura mwaka 2022, ambapo Kenya iliteuliwa kuwa mwenyeji mnamo mwezi Januari mwaka 2024. Kituo hicho kimetajwa kuwa cha utafiti na uchambuzi unaozingatia sheria na uhuru wa kifedha. The success of this center will depend on our collective commitment to generating the evidence and the insights necessary to strengthen anti-corruption achievements and interventions across Africa. We need to build robust, seamless frameworks for asset tracing, intelligence sharing, and of course mutual legal assistance. Naye mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Dr. David Oginde aliwaelezea wajumbe hao kuwa bara Afrika lazima likubali teknolojia ya akili unde miongoni mwa teknolojia nyingine ili kupunguza na kuzuia uhamishaji wa rasilimali kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wajumbe hao walikubaliana kwamba taasisi za kupambana na ufisadi lazima ziimarishe ushirikiano wa kimataifa na kuzungumza kwa sauti moja dhidi ya ufisadi wakati wowote, ikiwa bara hili linataka kuafikia ajenda ya mwaka 2063 na malengo ya maendeleo endelevu. Yusuf Farah, Darubini.